Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amewahakikishia Wakenya kuwa usalama wa kitaifa umeimarika, akipuuza madai kwamba hali ya ukosefu wa usalama inazidi kuwa mbaya kote nchini. Akizungumza katika kaunti ya Kericho, Murkomen amesema kuwa vyombo vya usalama vimedhibiti visa vya ujambazi na uporaji, huku pia akipinga wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa visa vya vurugu na uhalifu unaohusishwa na makundi ya vijana wa kisiasa nchini. Amewataka Wakenya kuwa waangalifu dhidi ya taarifa anazodai kwamba zinatia chumvi kuhusu hali ya usalama wa kitaifa. Mary Chalo na taarifa hiyo. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ametetea hatua ya idara ile ya kutoruhusu mkutano wa Linda Mwananchi katika kaunti ya Homa Bay kuendelezwa masaa ya usiku. Murkomen akisema kuwa ilikuwa katika kueneza usalama maeneo hayo, akisema kuwa wakati wa mkutano huo maafisa wa polisi walihakikisha kuwa usalama tosha ulikuwepo, ila mkutano huo ulipelekea afisa mmoja kupoteza maisha yake. Ambia wale wote wamekuwa wakifanya mikutano, wakifanya mambo ya malumbano, ati sisi kwa wizara tukisema mikutano yenu ikuwe boycotted, mnaanza kusema kwamba ati sisi hatutaki kuleta usalama. Usalama yenye polisi walileta kwa Homa Bay ilikuwa ya hali ya juu. Ilikuwa ina escort kina Orengo na timu yake, walieskotiwa wakafanya mikutano mpaka askari wetu akapigwa na wauni na mmoja akakufa na wanne wakaumia. You cannot come to lie to the nation that the National Police Service has not done its job. They have done their job. Na kwa mara nyingine tena, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amekuwa gumzo kwa viongozi katika mrengo wa serikali. Seneta Eddie Oketch akimshutumu kwa madai kuwa Rais mstaafu anafadhili siasa za kugawanya Wakenya, akisema kuwa hiyo ni njama ya kumfanya Rais Ruto kutohudumu kwa mihula miwili. That we cannot have a country where somebody like my brother former President Uhuru Kenyatta, after retiring, after finishing your work, after being given privilege by Kenyan people for almost 10 years, you finish your work, and then instead of uniting the country, you as a president, unagonganisha watu ili wapigane, unasponsor watu ili wapigane. We want to tell Uhuru Kenyatta, stop sponsoring violence, stop sponsoring fitina, stop sponsoring people to disturb William Samoei Ruto. Uhuru Kenyatta, we respected you for 10 years. We never touched you. We gave you your 10 years. You harassed William Ruto day and night, and God gave William to be the president. We are asking Uhuru Kenyatta, stop the shenanigans, stop the madness, stop sponsoring the confused opposition. Viongozi hawa wamedai kuwa swala la wahuni linashughulikiwa na Wizara ya Usalama wa Ndani, huku wakishauri Wakenya kutojihusisha na viongozi ambao wanaeneza semi za kuchochea jamii na kuleta uhasama katika taifa. Jana tunataka tuwaombe, tuwaasihi, kama kuna viongozi ambao wanataka kuchocheza jamii ama kutuchochea, tukae kando na hao. Na kama kuna kiongozi ambao haumpendi ama upendi matamshi yake, tusiende kwa mkutano zao. Tuwe vijana wa kudumisha amani, tuwe tumependana, ili tusukume mambo yetu ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Msisikie mahubiri ama wahubiri wa uongo ambao wanataka kuleta uhasama katika taifa. Wanajaribu kuongeza chumvi, mambo ambayo wao wenyewe ndio waanzilishi. Mary Kyalo, Undugu TV.